Unaenda kuwa ni mchezo mzuri, lakini ni mchezo mgumu kwa upande mmoja. Kwa Mashujaa unaenda kuwa ni mchezo mmoja mgumu sana, kwa sababu Yanga anajua kwamba Julio ana damu ya Simba na Julio anatamani, yani Julio ni kocha wa Mashujaa, lakini ikitokea Simba katoa ubingwa Julio anafurahi pia, kwa sababu ni mwanachama wetu yule. Kwa Yanga wanajua kwamba huyu kocha kwanza anapambania vitu viwili. Cha kwanza anapambania Mashujaa ipate alama 3 ili uende kusaka kwenye ligi kuu. Lakini cha pili anahitaji kuifunga Yanga ama kupata kuizuia Yanga ili mnyama akatoa ubingwa. Kwa wananchi nao sasa wao kuingia kinyonge pale. Ila kwa sababu mpira dakika 90 kinaenda kutokea chochote, na quality ya Yanga, quality ya Mashujaa nafikiri hazijaachana sana kwa sasa hivi. Tofauti ni majina, kwa sababu kuna baadhi ya wachezaji kwenye baadhi ya maeneo nafikiri ni wale tu. Hakuna utofauti mkubwa. Kwa binafsi naiombea kila zuri Mashujaa Football Club. Wazee wa mapigo na mwendo. Sitaki wakamfunge Yanga, wakapata sare tu. Sitaki wamfunge sare, kwa sababu kama wakimfunga Yanga walipigwa na Dodoma na Dodoma washatibuliwa. Akipigwa na leo na Mashujaa Msomali pale Jangwani akae. Kwa wapate sare tu wasiwafunge. Bado tunamhitaji sana yule Msomali yule. Kwa sababu tunataka aje kuwa ni kiongozi kituko wa mfano wa dunia kwenye maisha ya mpira. Yaani awe ni kiongozi ambaye alianza na sifa nzuri lakini anaenda kuwa na mwisho mbaya kwenye mpira wa Tanzania. Kwa maana gani? Injinia alianza vizuri kwenye mpira wa Tanzania. Kwani paka hivi sasa yuko na kila mtu akaamini kwamba Injinia ni kiongozi wa mfano. Kwanza alikuwa na umri mzuri, ni kijana bado. Cha pili alikuwa na mawazo ya kimpira. Cha tatu alionyesha nia ya kuingiza mpira kwenye userious wa football. Lakini ndani ya misimu miwili ya mwanzo alifanikiwa. Baada ya hapo naye ashakuwa Mswahili. Yaani ule uhalisia wa Yanga sana akaja akauvaa. Ndio yule Injinia unayemuona saizi pale. Kwa ndo kiongozi ambaye watu walimpa imani kubwa. Lakini baadaye amewaangusha watu, imani alopewa yeye. Ameangusha katika vipi? Young Africans bado inaendelea kufanya vizuri shehe. Kwenye engo gani inafanya vizuri Young Africans? Katika ligi kuu Tanzania bara. Mwaka gani ambao Young Africa ilifanya vizuri kwenye ligi ya ndani? Miaka 4 nyuma hapo Simba alikuwa ametawala. Kabla ya hapo alitawala nani alitawala mpira? Walikuwa wanapokezana. Na nani? Simba na Yanga. Hawakupokezana. Alitoa ubingwa Young Africans nafikiri mara 3. Yaani kwenye season 5 alichukua mara 4, Azam mara 1. Mnyama hakugusa. Akaja akatoa mataji 4 mnyama, akarudi Young Africans. Kwenye ligi ya ndani Young Africa anatawala kila siku. Si utampiga Pamba hapa? Si utampiga nani Singida? Kwa nini usawale mpira wa ndani sasa? Asilimia kubwa viongozi wa vilabu vidogo vidogo hivi ni Young Africa. Asilimia kubwa viongozi wa serikali ni Yanga. Sasa kwa nini usawale mpira wa ndani sasa? Hebu fuatilia wewe. Asilimia hata marais ambao wamepita, rais ambaye aliwekeza nguvu kubwa kwenye klabu yake, amewekeza Young Africa. Rais gani aliwekeza nguvu kwenye klabu ya Simba? Bwana mimi ni Simba na katia nguvu zake zote pale. Kwa kutawala mpira wa ndani Yanga usichangae. Watu wamecheza mechi jeshini na kaenda kavunja sheria jeshini pale. Sasa kwa nini asawale mpira wa ndani sasa? Kipimo cha Young Africa ni namna anavyoendesha maisha yake ya kibiashara. Ni namna klabu yao jinsi wanavyoendesha nje ya matokeo ya kiwanjani kwenye ligi ya ndani. Lakini kwenye lengo la kimataifa Young Africa anafanya nini? Msimu wa pili mfululizo anaishia tu group stage. Wakati huo mnyama alishapambana. Kipindi ambacho Simba yuko dhaifu la hali, ana wachezaji wa daraja la kawaida, kina Joshua Mutale Budo amecheza hatua nini ya final ya kombe la shirikisho, ambapo Young Africa atahitaji goli hili, atakiwa apate goli moja tu mechi dhidi ya MCR Benjamin Mkapa hapo, lakini alishindwa. Tumeona Young Africa Engineer Hersi, wachezaji ambao wana quality kubwa wanaondoka, lakini wanaoingia ni quality ya kawaida. Sasa kwa nini yeye kiongozi bora mpaka sasa? Tulimpa nafasi asemee mpira wa Tanzania kimataifa, anafanya hivyo. Jukwaa gani ambalo alishoe kupanda akaenda akazungumzia mpira wa Tanzania kwa mazuri na kwa mwongozo mzuri? Wapi alishoe kwenda? Maana yake bado mimi binafsi ukiniuliza mimi leo natamani sana itokee Young Africa wamtimue Engineer Hersi
Kwa nini natamani wamtimue Hersi? Kwa sababu sisi tulihitaji viongozi vijana kwenye mpira wetu, lengo la uswahili wa mpira wakauondoe. Hersi ameshindwa na ameongeza maradufu zaidi uswahili. Hersi amechukua vijana sasa hivi kawaajiri, wakazi yao ni kusemea nani Yanga. Kazi yao ni kuzua nani propaganda mtandaoni na wanakula kupitia yeye. Sasa anafaa vipi kwa kiongozi wa mpira wa Tanzania? Shebi, turejee katika timu yako pendwa ya wekundu wa Msimbazi Simba ambayo inaenda kucheza na Pamba. Siku za hivi karibuni tuliweza kuwaona viongozi wa Simba wakienda katika kambi za Simba, na hapa katikati alizuka ya kuzuka kwamba wachezaji njaa kali. Kwanza huyu Pamba tunamtamani sana. Unajua kwa nini Yanga mpaka leo yuko pale juu? Huyu Pamba huyu tunamtamani. Ni mechi ambao wachezaji wa Simba wanatakiwa ajue kama tumeshindwa kumfunga Yanga msimu huu, yaani zile hasira zote wazamishie kwa huyu Pamba huyu. Yaani zile hasira za kushindwa kumfunga Yanga mbovu huyu wa msimu huu, zile hasira zao zote ziende kwa Pamba Jiji huyu. Kwa sababu ukimfunga Pamba na Yanga ataumia. Wewe mtie Pamba 5. Yanga anaumia. Angalia video Jangwani hapo. Kwa sababu huyu Pamba kila msimu ana kazi ya kuchukua pointi 3 kumpa Yanga. Lakini mechi yake na Simba inakuwa ni mechi ngumu. Yaani maandalizi ambayo Yanga anafanya kicheza na Simba ndio maandalizi ambayo Pamba anafanya kicheza na Yanga. Kwa sababu mipango yote kila kitu kinapangwa Jangwani hapo. Shebi. Kwa uongozi unatakiwa ujue. Timu za Mwanza ni kikwazo kikubwa kwetu sisi. Sio huyu Pamba huyu, hata Toto aloshuka yule. Hawa ni kikwazo kwetu sisi kwa sababu kapita mbele Pamba. Si machinjioni hapo KMC. Tarehe 14. Abutulio za kutosha yule. Unamtia nyingi afu unampisha mpinzani sasa. Yanga na Mashujaa. Kwa sababu mechi ngumu za Simba msimu mpaka saizi. Nafikiri ni ya Pamba. Na ugumu wa mechi wa Pamba unaingia wapi? Kwamba ni mechi ambayo inachezwa kimipango nje ya kiwanja. Kwa hiyo na Simba nao sasa hii mechi wanatakiwa uiendee kama mechi dhidi ya Yanga. Hatuhitaji tukafunge Pamba goli moja sisi. Bado sio kitu. Kwa sababu kuhusu ubingwa sisi tushaya riski kwamba tukichukua tusipochukua sawa. Lakini kila mdau wa michezo East Africa na Afrika nzima anajua kwamba Tanzania msimu timu bora ni Simba. Kwa ubingwa siku tu ni bonus. Lakini kila mwana michezo mpaka wewe mwanaishi hapo ulipo unajua kwamba msimu huu timu bora ni Mnyama. Kwa hiyo utacheza mpira wetu mwadhibu Pamba Jiji, tuendelea na mipango mingine. Na tuendelea kutangazia Afrika kwamba Simba msimu huu hata kama anakosa ubingwa ni kwa sababu ya kina Kayoko. Sio sheria za mpira. Wala sio uwezo wa mpinzani wetu. Tunakubali hilo. Na ndio maana mimi nasikia siku nasema nikiona mtu anawalamu viongozi wa Simba msimu huu, mimi nitamwona ushabiki akili yana. Yaani ukuta mtu anamlamu kiongozi wa Simba season hii, atakuwa akili yana. Kwa nini akili yana? Duniani haijui kutokea klabu ikafanya usajili wa maingizo mapya 3 dirisha dogo. Wachezaji zaidi ya 3 mpaka 5. Alafu 90% wale wakaperform. Kasari, Ibrahim nani Ture. Ukija kwa mwanangu nani huyu Chama, Anset Yaura, kuna mwamba nani huku? Libasgwe. Hao wachezaji wote ni dirisha dogo, sio maboresho. Wamefanya vizuri. Tumeona wapinzani wetu wameingiza wachezaji ambao ni takataka. Sasa unashindaje kuheshimu Simba season hii?